Tumeshuhudia matukio yaliyotokea katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba. Je, ni haki kuzungumzia maridhiano bila woga? Ndio swali lake Sheikh anauliza. Je, ni haki kuzungumzia maridhiano baada ya matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba? Maridhiano ama upatanishi ama usuluhishi ni takwa la kisheria. Usuluhishi, upatanishi, reconciliation ni takwa la kisheria, ni takwa la kidini, pamoja na changamoto zitakazojitokeza lazima watu wakae katika meza ya mazungumzo. Sawa sawa? Na kwa hiyo swala la maridhiano ni swala la msingi ili kuliponya taifa, ili kuliunganisha taifa, ili kuwa na focus moja kama wananchi katika taifa moja kuelekea maendeleo ya kiuchumi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka wazi, taifa ambalo linaona kuna migogoro katika ndani yake, alafu wakazi wa hilo taifa au viongozi wa dini au wananchi wakakaa wasiondoe mgogoro uliopo katika nchi yao, wapo hatarini kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu kubwa. Ma kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun. Hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuiadhibu jamii, sawa sawa, wa ahluha muslihun, na wakazi au wanaoishi katika hiyo jamii wanapatanisha, Mwenyezi Mungu ashushe adhabu. Kinyume chake, kama wanajamii hawataki kupatanisha, hawataki kuondosha migogoro ambayo ipo katika jamii wanayoishi, Mwenyezi Mungu atawaongezea adhabu, na adhabu zipo za namna nyingi. Sawa sawa? Na kwa sababu ya sababu maridhiano, kuna watu ndio watakaokuwa vibaraka, kuna watu watakaotumika, kuna watu watakaoiuza nchi, kwa sababu wao hawajaridhika na kilichofanyika. Kwa hiyo lazima iwekwe meza ya maridhiano, sawa sawa, kati ya pande mbili ambazo zipo katika sintofahamu. Kwa hiyo maridhiano yanatakiwa yafanyike na yanatakiwa yazungumzwe bila uoga, kwa sababu ni takwa, ni amri, ni wajibu wa kidini. Mwenyezi Mungu katika maeneo zaidi ya 170 anataka watu waridhiane.